Mtazamaji wa Shark24 TV, tuko hapa eneo la Ruiru Gitambaya, mahali panajulikana kama duka letu, ambapo kuna mama alikuwa anafanya kazi ya mjengo kama mtu wa mkono katika nyumba hiyo na hapa mbele yangu, na akaweza kupata ajali leo masaa asubuhi na akaweza kuaga dunia. Kwa sasa hebu tusikize wananchi walioshuhudia vile kuliendelea. Tuambie jina yako na tuambie nini kiliendelea. Naitwa Jotham Baria. Jotham Baria. So yeye alishuka akitoka kwa gorofa akaniangukia, nikamuinua, aligoga kichwa, aligoga dunia, agoile hivi na nikajaribu kuminua, hapumui. Nikaita watu wengi sana, nikamwambia tumsaidie, alikufa, akuwa kwa mikono yangu. Mimi nikaondokea juu ya kesi. Wewe mlikuwa mnafanya kazi na yeye ama dereva? Hii ni passport imebeba, ndio hii. Mimi nilikuwa nimetulia hapa kwa mjengo, sini pale, alitoka pale chini akaanguka mpaka hapa. Kajaribu kuuliza watu nani anamjua, kuna watu wanamjua lakini wanajua mpaka kwake anaishi somewhere hapa hivi, au wote wanaomboleza. Nikawaambia alikufa na amekufa. Mimi mwenyewe nikang'ang'ana sana, nikaenda police station ndio achukuliwe, hakuna. Kaongea na watu wa hii kijiji, walinikataa kunisikiza, na ndio naona ako wapi hapo. Juu mimi sijui kwake, lakini nasikia uchungu kwa moyo wangu. I feel why huyu mwanamke ule foreman alihepa, nilikuwa nimepanda mpaka huko juu, na mwenye nyumba hata ndio nilikuwa natafuta mwenye hii nyumba. Nimeulizia ni moja na hii ingine ya gorofa, ile kitu naweza fanya upige picha, hajaweka grill ile ya juu. Huyu mwanamke angeanguka, unaona hii grill, angeanzia grill. So unaona kama uko na grill, kwa nini? Kwa hivyo alishuka kama mpira. Mimi ningemfanya nini? Nikajaribu kumzuia, nilishindwa mimi. Okay. Umesema wewe ulikuwa unapita ama ulikuwa umefanya naye kazi hapa? Yeah. Ulikuwa umetulia hapa? Yeah. Okay. Yeah. Kwa sasa ni hayo, mtazamaji wa Shark24 TV. Hebu acha tuzidi kuendelea kuongea na wananchi, watuambie mengi zaidi. Baba, una kitu kutuambia? Kwa majina naitwa Noah Ushindi, kiongozi wa vijana hapa Biashara Ward, na siku ya leo kutoka asubuhi saa 2 hapa ni mahali pa kutafuta kazi, na tumesikia ama tumeona huyu mama akianguka kutoka 50th floor mpaka chini na akakufa. So ukiangalia hata mjengo yenyewe hawana grill huko juu. Ukiangalia vizuri ametoka huko juu ukianguka, na pia sisi tunasikitika sana kama wanakijiji, na kutoka saa 2 hakuna step imechukuliwa. Now we are waiting for the police since 8 they have not taken any situation, any step. So we are urging with the immediate effect for them to come and watuondolee hii mwili hapa. Yeah. Huyu mwanamke ni hasara kama mimi. Tunafanyanga kazi ya mjengo na yeye. Leo asubuhi aliamkia akuja kazi ya mjengo pale iko hapa juu. Sasa sijui ni nini ili happen. Unaona? Ametoka kwa nyumba vizuri na amekuja amefanya kazi yake. Sasa mimi nikiwa pale kwa nyumba ndio nimepigiwa simu, nikamwambia rafiki yako ameanguka. Mimi nikukuja tu nikakuta ndio huyu amelala hapa chini. So naona singeweza na sikuwa na usaidizi mwingine, unaona? Yeah. Ile kitu nilifanya nikaenda pale post, nikapiga simu ndio huyo mtu akujue. Sasa ndio huyo unaona hapa amelala hapa. Okay, pole sana kwanza kwa kuruzu ya best friend. Nikitaka kujua ulikuwa unajua huyu mama kivipi, ama characters zake zilikuwa aje, mlikuwa na uhusiano gani? Ni rafiki yangu, tunafanyanga naye kazi ya mjengo. Okay. Akona watoto, akona familia?
Ako na watoto bado. Alikuwa umri wa miaka gapi hivi? Kama 43. 43. Okay. Aya, na hadi wa saa hii naona mwili bado haijatolewa. Mimi nilipigia hata wao watu nikawaambia wamkujie. Sasa sijui wamefikiria aje ndio waweke hivyo mwili hapo. Mtazamaji, kama nilivyokuwa nimekuelezea hapo awali, kufikia saa hizi mwendo wa saa 6 ndio maafisa wa usalama wameweza kufika hapa kuchukua mwili wa mama ambaye aliweza kuanguka kutoka mjengo huu, na saa hizi ndio anaweza kuchukua mtazamaji. Watoto watoke mbele ya gari, kila mtu mbele ya gari. Matimakaga na amenyerire auga papa ni mugire ni mukongo ndangitigira kindu